ana akili kuliko mchwa, ana akili kuliko mdudu. Anakwambia hujawahi kuniona, sijawahi kukufuata live nikakwambia fanya 1 2 3. Nilikuwa na kupepeta na kupuliza tu mawazo mabaya kwenye nafsi yako, nawe ukanifuata. Hivyo basi msinilaumu leo, msilaumu nafsi zenu. Watanzania, shetani amefanikiwa juu yetu. Sikiliza mmoja ya mambo anayoyapenda mno. Bwana Mtume Muhammad anasema, wewe mfuasi wa Muhammad sema sallallahu alayhi wasallam, katika kitabu cha Sahihu Muslim hadithi nambari 2813, Bwana Mtume anasema, inna iblisa, hakika ya iblisi, hakika ya shaitan, yadau arshahu ala alma, anaweka au amejenga nyumba yake juu ya maji. Na hapo niwaambie wenye akili finyu, wenye kuendekeza zaidi ya elimu za wakoloni, wakadhani ya kuwa elimu tulizoletewa na wakoloni ndio elimu, ndio maarifa, ndio akili. Niwaambie, muulizeni mkoloni yoyote yule, atokee Marekani, ajiite kama daktari ana PhD, atokee wapi, muulizeni shetani hivi sasa yuko wapi na anaishi wapi. Wanachemka. Anikwambieni ninyi mnaodharau elimu ya dini na watu wa dini. Yaani elimu ya dini imetoka kwa Mungu direct kupitia wahi, ufunuo. Wewe unaona huu ni uzezeka. Alafu elimu ya mkoloni wewe unaona ndio maarifa, ndio akili ya mtu inapanuka kwa sababu ya akili. Kwa taarifa yako, akili ziko mbili. Kuna akili za darasani na kuzaliwa, na akili ya kuzaliwa. Kwa taarifa yako, akili ziko mbili. Akili ya darasani ya kuweza kujibu mitihani, hisabati na ghushi nyingi humo ndani, ni fojari nyingi, majibu unaandika kwenye paja lako, alafu unasema wewe una PhD. Umeghushi sana, watu hawakujua kama ulighushi. Akili ya pili ni akili ile nature kutoka kwa Mungu. Hiyo ndio akili kwa taarifa yako. Mtume wa Mungu anasema shetani hivi sasa yuko wapi? Akasema anaishi juu ya maji na amejenga nyumba yake juu ya maji. Waambieni basi hawa jamaa zenu wafanye research zao, wapige durubini zao, watumie sayansi zao na teke zao, watuambie yuko wapi shetani. Si wasomi. Acha hilo, bali waliulizwa jua likizama linaenda wapi, hawajui. Eti wana sayansi, wana jiografia, wana anga, hawajui jua linaenda wapi. Lakini mwalimu nambari 1 ulimwenguni anaitwa Sayyiduna Muhammad kasema jua likizama linakwenda moja kwa moja katika arshi ya Mungu. Inasujudu chini ya arshi ya Mungu, inasema nimeenda kuwamulikia na kuwapa mwangaza kwa muda ulionituma, na sasa ninaripoti kwako. Ukiniambia nibaki hapo hapo kiza totoro milele na milele, na baki hapa, nasubiri ruhusa yako ya kuchomoza tena kesho. Mzungukeni atuambie jua liko wapi. Nyinyi wenye akili finyu mnaona wazungu ndio wana akili kuliko waliosoma maneno ya Mungu na mafundisho ya Mungu. Sasa Mtume anasema shetani amejenga nyumba yake juu ya maji. Katika kitabu cha Musnad ya Imam Ahmad kasema wazi kabisa maji gani. Maana usije kusema ni swimming pool au bwawa la samaki au wapi. Kafafanua kasema inna shaitana yadau arshahu ala al-bahr. Shetani amejenga
nyumba yake katikati ya pepo, katikati ya bahari. Shetani amejenga nyumba yake katikati ya bahari, anaishi baharini, bwana mkubwa. Kisha kwa mujibu wa Mtume Muhammad, sasa hivi wala hafanyi kazi za ziada. Kuku kwa mrija, anakula 4, anakula kuku kwa mrija. Kwa nini? Hakuna mwanadamu ambaye kumfungia safari. Ndio baba lao. Yaani hao sasa hivi imani yenyewe hana. Hao dhaifu hao. Mimi siwezi kumfungia safari mtu. Katulia. Tuli. Yab'athu sarayahu. Anafanya nini sasa? Anatuma vijana wake, askari wake, makomando wake. Wanafanya nini? Kututia majaribuni, kutupotosha. Bwana Mtume anasema faadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitna. Baada ya masaa kadhaa wakirejea kwake kumpa ripoti za kazi walizofanya katika kuhakikisha wanawapotosha wanadamu na kuwasababishia wagombane na Mungu wao, wanafunga mstari. Takunja 4 jamani. Anawauliza, wewe umefanya nini kutwa nzima? Fa'altu kadha wa kadha, nimefanya kadha wa kadha. Anamwambia masaa yote hayo, ma sana'ta shay'a, kaa pembeni, hujafanya kazi ya ziada leo hivi. Wanapeleka ripoti. Sasa sikiliza, yule komando wake atakaileta ripoti hii anampa nyota, anamweka karibu, anampa nafasi. Yupi sasa? Sikiliza vizuri sasa. Bwana Mtume anasema thumma yaji'u ahaduhum, kisha anakuja sasa mmoja wao, fayaqul, akasema ripoti yangu bosi ni kama ifuatavyo: ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi, leo nimefanya kazi ya ziada ya kugombanisha na kufarakanisha familia. Familia leo imepasuka, mke na mume ngumi mkononi, na talaka imetoka na nyumba nimeivunja, mahusiano nimeyavunja. Shetani anasemaje? fayudnihi minhu, anamwambia sogea, panda juu kuniliko. Wayaqulu, akasema ni'ma anta, wewe safi sana, safi sana. Anampa nyota. Sasa yule aliyepasua familia moja anachukua nyota kwa shetani. Niambieni, wanaopasua taifa zima, watu zaidi ya milioni 60, shetani atawapa nyota ngapi? Aliyevunja mahusiano ya mke na mume, shetani anampa nyota na kumfurahikia na kumpandisha cheo. Niambie, wale wanaotaka kutufarakanisha sasa hivi Watanzania tayari tumeshaanza kufarakanishwa kwa misingi ya kipuzi, misingi ya kisiasa, misingi ya kiitikadi, na wengine mpaka katika misingi ya maana kabisa, misingi ya imani na dini. Zaidi ya miaka 60 hakujawahi kubaguana kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni Mkristo. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kujua makabila yetu, rangi zetu. Leo tunasikika. Wale waliokaa kikao fulani, mkutano fulani, haukuwa mkutano wa Tanzania wote, walikuwa Waislamu watupu. Ubaguzi, chuki za kidini, roho ya kisokorokwinyo. Kwa nini? Wote walijitanda. Unataka watu wakae uchi kwenye mkutano mkubwa kama huo? Kwa kuwa umezoea kukaa uchi, mkeo uchi, binti yako uchi, utaki kila mtu akae uchi. Leo tunasikika wale na sisi,
Wazanzibari, Watanganyika. Mimi najua kuna Watanzania wanampenda sana Mwalimu Nyerere, wamemfanya kuwa ni role model wao, lakini wanachagua maneno Mwalimu Nyerere. Na klipu kwenye simu yangu, Mwalimu Nyerere anasema, mkifika pahala mkabaguana kwa misingi hii yote niliyotaja, mkaanza kushambuliana, kutukanana kwenye nyumba za ibada, wale na sisi, akawataja mpaka viongozi wa dini, akasema sio viongozi wa dini, ni mashetani. Mwalimu Nyerere aliwaasa Wazanzibari wasibaguane. Dhambi ya ubaguzi akasema haimwachi mtu salama, inamtafuna mtu kama vile mtu kala nyama ya mtu. Itafika sehemu sasa mkianza kuwabagua Watanganyika wa bara, mtaanza kubaguana na nyinyi Waunguja, Wapemba, Wazanzibari, Wazanzibara. Nyinyi mashahidi na nukumie. Sasa nyinyi mnaompenda Nyerere, mbona sasa mnaacha msingi wa Nyerere? Mnatuletea ukabila, ukanda, urangi, udini. Juzi amekuja kwangu kijana wa Kikristo, na picha nimepiga naye, analia kila siku kwa ofisini kwangu pale. Anaishi Buguruni, anatembea kwa miguu kutoka Buguruni mpaka Temeke. Ana shida maskini. Amefikia daraja ya elimu ya masters, kabakisha semester ya mwisho, kasimamishwa. Hana wazazi, analeta baba. Na appreciate sana heshima zao ndugu zetu wa upande wa pili kwa viongozi wa baba. Hajamzaa ujue baba, nyie mnakutukana sisi. Na Mtume Muhammad anasema watu watano watafilisiwa siku ya Kiyama, watanyang'anywa thawabu zao, watapewa wenzao. Mtu wa kwanza mtukanaji. Tukaneni tunyie, thawabu zenu zinakwenda kwa wale mnaowatukana. Mtu wa pili mpigaji, anayepiga watu pasina haki. Mtu wa tatu anaimwaga damu za watu. Mtu wa nne anaikula mali za watu kwa utapeli, kwa khiana. Mtu wa tano anayewazulia watu uongo. Watano thawabu zao zitanyang'anywa, watapewa wale waliowakosea. Baba, kuja kwako, nakufuatilia sana, nimekufollow katika mitandao yako, nataja mpaka jina nimeandika na picha nimepiga nayo. Nini shida? Semester ya mwisho nimebakisha 1,000,000. Machozi yanayomtoka, nilipatwa na huruma, nilimtafutia 1,000,000 na nikampa. Anaipokea, katoka kwenye kiti, anapiga magoti kabisa pana. Tukakumbatiana, akaondoka. Huu ndio Tanzania tunaojua sisi zaidi ya miaka 60. Hayo mnaotaka kutuletea za chuki, ubaguzi, fitna, mpasuko, hayakubaliki na Mungu na hayakubaliki na Watanzania wenye akili. Na msininukuu vibaya mkasema ajisifia kamsaidia mtu. Situation ya hotuba yangu imenifanya nikumbuke kisa hiki, na Mungu anajua nia yangu, na mwisho wa siku kila mtu atamlipa kwa nia yake. Shetani amefanikiwa ndugu zangu, lakini mimi nasema hajafanikiwa sana. Bado anatunga sheria na anatafuta wale matop manyota, wale vijana wake, wale wabaya kweli kweli, katika kugawa, kufarakanisha, kuleta ubaya, mpasuko, umwagaji wa damu, mauaji, nchi wake moto, watu wa wake moto. Anatafuta wale mastermind wake. Endeleeni mchochee zaidi.
tushafanikiwa kupenyeza mambo yetu. Tusipojiwahi tukamfunga 3 bila, atatufunga 3 bila, na hakutokuwa na mshindi hata mmoja katika haya yanayoendelea. Nchi ikiharibika, watu wote tumeharibika. Wako watakaopoteza uhai kweli kweli, na kiufupi wengine tutakuwa wakimbizi. Tutalishwa maharage yaliyooza, tutatiwa katika mahema ya joto, baba watoto hema moja, chumba kimoja. Utakumbuka maisha yako ya Yombo kwa Lulenge, chumba kimoja bora mahema haya. Wengine hawanielewi chawa. Sasa hivi mmetugawa kichawa. Sasa hivi yasikia kuna machawa wa aina mbili, wa ndani na wa nje. Ukionekana hotuba yangu kama hivi mtu haielewi kwa sababu akili yake ni ndogo, hajamtanguliza Mungu, hamjui Mungu, hajawahi kusoma Qur'ani, hajui taarifu B, atanigemeza kwenye chawa ya ndani, chawa wa serikali. Na upande wa pili unaitwa wenzao chawa watu wa nje. Yaani sasa hivi tunaitwa machawa. Watanzania wote tunaitwa machawa. Ama utakuwa chawa wa nje au chawa wa ndani. Sijasema mimi, na nukuu maneno yanayosemwa. Na chawa ni mdudu mchafu, anakaa kwenye uchafu, na tumekubali kuwa wachafu tuitwe kwa majina ya uchafu. Sasa sitaki kuchukua muda mrefu sana. Moja ya kazi ya shetani kupandikiza uadui na chuki baina ya watu. Sura ya 5 Al-Maida aya nambari 91. Mola anasema innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Hakika si vinginevyo, anachokitaka shetani ni kupandikiza uadui na chuki baina yenu kupitia ulevi na kamari. Pointi yangu ni nini? Kwa nini sasa hivi sisi tunakunywa pombe hapa tunacheza kamari? Aya inathibitisha moja kazi zake ni kupandikiza uadui na chuki baina ya watu. Na wale walevi kwa sababu washaruka na akili, rahisi kupandikiza chuki na uadui, na wacheza kamari wakisha dhulumiana, basi tayari chuki na uadui utakuwa mbele yao au katikati yao. Katika hadithi aliyopokea Imamu Muslim na Imamu At-Tirmidhi, naomba niseme kwa ufupi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum. Shetani amekwisha kata tamaa ya kuwa hatoabudiwa na nyie katika visiwa hivi vya Waarabu. Wakati wa Mtume anazungumza anaishi huko Maka na Madina, lakini shetani amekuja na mbinu mpya, mbinu ya kuchochea baina yenu, kugombanisha baina yenu. Na Watanzania tumechochewa baina yetu, tumegombanishwa baina yetu, na tumepigana. Siku ya hukumu, siku kuu ya hukumu, ndio kila mtu atajua kwamba alikuwa wrong au alikuwa right. Kipi sasa kwa mawazo yako Sheikh Kishki kifanyike ili tumshinde adui huyu? Udugu wetu, ushirikiano wetu, mahusiano yetu yaendelee kurudi, tuishi kama tulipokuwa tukiishi. Ya kufanywa ni mengi, naomba niseme kwa uchache. Mosi, halikuwa peki hili. Suluhu na suluhisho. Lazima tutafute suluhisho. Suluhisho nambari 1 kwa mawazo yangu na kwa mujibu wa Qur'an, sio mawazo yangu matupu tu. Nyumba yako sasa hivi ikiwa inawaka moto, chanzo ni mke wako kaacha pasi
kasahau kuzima. Ukafika pale nyumbani, nyumba inateketea, utakimbilia kumlaumu mkeo na kumshambulia, au mtaungana kuuzima huu moto na kuokoa watoto na baadhi za mali? Jawabu, tutaungana kuuzima huu moto, afu mwanamke utanikoma baadaye. Adhamu an-nari mustasghar ash-sharari, wanawachuoni wa Kiislamu wanasema moto mkubwa siku zote chanzo chake ni cheche ndogo. Hizi cheche ndogo hizi tuungane tuzizime, kisha tukae meza moja tujue wapi tulipobugi. Kama unajifanya umedata na kujizima data na unachukizwa na rai yangu hii na unajiita mtu wa haki, mbona hukubali mawazo ya watu? Si demokrasia? Si uhuru wa kuplay part yako? Wacha kila mtu aseme ya kwake. Kwani ukerekwe na maneno ya wenzako kwa wale watakaochukizwa na hili? Qur'an inasema sura ya 4 aya nambari 128, wasulhu khairun, na sulhu ni bora siku zote. Lakini sura hiyo hiyo ya 4 aya nambari 114 inasema la khaira fi kathirin min najwahum, minong'ono mingi wanaonong'ona haina kheri. Vikao vingi wanavyokaa havina kheri. Vikao vyenye kheri ni vitatu tu. Qur'an nasema watakaokaa kwa ajili ya mambo makuu matatu, Mungu anatia kheri kikao hicho, anakibariki kikao hicho na anakiridhia. Illa man amara bisadaqa, jambo la kwanza, watu wakae kwa ajili ya kuchangishana sadaka kwa minajili ya kusaidia wale watu wanaostahili kusaidiwa, la kwanza. Au maarufu, au watu wakae waamrishane kufanya mambo mema. Tatu, au islahin baina an-nas, au watu wakae wafikirie vipi watasuluhisha baina ya watu. Waman yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah, na mwenye kufanya hayo yapi? Wakakaa kwa minajili ya kufikiria namna gani tufanye harambee, tusaidie wanyonge, maskini, mafukara. Mosi. Pili, wakakaa kwa ajili ya kufanya mema. Tatu, wanakaa vipi tunaweza tukafanya sulhu baina ya fulani na fulani ambao moto unawaka baina yao. Qur'ani imesema, sikusema mimi. Ukikataa suluhu, kataa kivyako, usitukane. Ukitukana umeitukana hii aya na moto unakusubiri tu siku ya kiyama, kwa sababu umetukana maneno ya Mungu. Na mwenye kufanya hayo, huyo atakuja kulipwa malipo mazito sana na Mungu. Naomba leo ninukuu aya za Biblia. Niliwahi kusoma pahala matano, niliwahi kusema pahala Mathayo 5:9. Mathayo 5:9, kwa sababu nazungumza na Watanzania wote kupitia mbele ya Waislamu na msikiti huu mtukufu. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ujumbe huu pia uende kwa wasiokuwa Waislamu, na nukuu kitabu chao. Mungu wao wanaomfuata na kumwamini, na kitabu chao wanachokifuata na kukiamini. Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tafsiri nilipoisoma Biblia wakati mwingine ikisema ikiwaita watu wana wa Mungu, inakusudia ni watumishi wa Mungu au wacha Mungu. Na vyovyote wavyo, hata wakiitwa wana wa Mungu, sisi Waislamu hatuna wana wa Mungu. Lakini pointi yangu, heri wapatanishi. Kwa aya hii ya Biblia, kama kuna kiongozi yoyote asiyekuwa Muislamu anajifanya amedata na anajizima data na maneno haya anayoyaamini kwa Bwana ya Mungu, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu.
atakuwa ameenda kinyume na mafundisho yake, kwa sababu mafundisho yake yanasema hivyo. Kama ile alitoshi, nimalizie Methali 6:19, na angalizo tu Waislamu, atukatazi sisi kunukuu. Tauhid inasema naqilul kufri laysa bikafiri, anainukuu maneno ya kufuru hawi kafiri. Mungu amenukuu maneno ya Firaun ya kikafiri, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun kawakusanya wa Misri katika uwanja, akawaambia mimi ndio Mungu mkuu, na kauli hiyo Allah kainukuu ndani ya Qur'an. Ina maana Allah anakubali Firaun ni Mungu mkuu? Hakubali. Ananukuu tupate mafunzo mimi na wewe. Na mimi nanukuu kwa sababu hotuba yangu nimeielekeza kwa Watanzania wote. Kwa usema usheka filisika, sijafilisika babu, na juzuu 30 kichwani, na sitofilisika kwa material aliyonipa Mungu kwa maneno yake kichwani mwangu. Na sijisifii, maana mza kujisifia utapata dhana bure na kunidhania bure, na siku ya kiyama utanilipa tu malipo yangu stahiki. Methali 6:19 inasema shahidi wa uongo asemaye uongo. Ni nani sasa huyo? Naye apandaye, kupandikiza, naye apandaye mbegu za fitna kati ya wana ndugu. Shahidi wa uongo ni asemaye uongo. Sasa nani huyo muongo huyo? Fiksi kamba nani? Naye apandaye mbegu za fitna kati ya wana ndugu. Kipindi hichi hatuhitaji viongozi wa dini waliokamata mikononi dumu za petroli na dizeli kwa ajili ya kutaka kuchochea zaidi huu moto. Moto kishawaka hakuna atakayepona. Kipindi hichi tunawataka viongozi wa dini waliokamata mikononi dumu za maji na fire extinguisher. Hao tunawataka kipindi hichi. Na kwa Waislamu aya ziko chungu nzima, na kwa wasiokuwa Waislamu nimekwambieni, Mungu wenu anasema heri mpatanishi, sio mgombanishi. Na akasema tena shahidi wa uongo ni asemaye uongo. Ni nani huyo? Naye apandaye mbegu za fitna baina ya ndugu. Yeyote anayepanda mbegu za chuki, za fitna baina ya watu, sio mtumishi wa Mungu na sio mtu wa dini, ni mtu wa dini. Tofauti ya dini na dini ni L na L. Pili, katika mambo ya kufanyika baada ya sulhu na suluhisho, na nikikwambia sulhu na suluhisho, mataifa makubwa yanataka kutafuta sulhu. Ukraine, Russia, wa Palestina, miaka nenda miaka rudi wanauawa. Niliwahi kusema na leo nasema, dunia hii haina haki. Kuna watu wanajitia watu haki, tunataka haki. Lakini hatuwahi kusikia wakilaani mauaji wa Palestina. Watoto wadogo, kina mama, wazee wamepigwa kwa mabomu, sasa wakafungua mipaka yote, wanakufa kwa njaa maskini. Alafu huyo beberu unataka ndio tusuluhishe sisi wa Tanzania. Yeye mwenyewe madamu anaua watu huko. Nini kile Tanzania? Jambo la pili, mambo haya yanatakiwa yaendelee kwa hikma kubwa sana na busara kubwa sana. Na nikwambieni wa Tanzania, sio kila kiongozi wa dini amepewa hikma na busara. Kuna viongozi wa dini wamepewa elimu ya kuijua dini, wamenyimwa hikma na busara. Qur'an sura ya 2 Al-Baqara aya nambari 269, Allah anasema yu'til hikmata man yasha. Allah anampa hikma amtakaye,
waman yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira, na yule atakayepewa hikma, na yule atakayepewa hikma, hakika huyo kapewa khairi nyingi sana. Wama yadhakkaru illa ulul albab, hilo hawezi kulijua, hawawezi kulitia akilini ila wenye akili, kwamba hikma ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu anampa mtakaye hikma, na aliyepewa hikma hakika kapewa khairi nyingi sana. Viongozi wa dini, wanawachuoni wa Kiislamu wanawaita nyinyi chumvi ya nchi. Vivumilieni kidogo tu, Allah atawalipa kila la kheri hapa duniani hadi akhera. Wanawachuoni wa Kiislamu wanawasemesha viongozi wa dini, wanasema ya ulamau ya milhal balad, enyi wanawazuoni, enyi wasomi wa dini, enyi chumvi ya nchi. Man lilmilhi idha almilhu fasad, hivi ni nani atakaye protect chumvi ikiwa chumvi itaharibika? Nani atailinda na kuhifadhi chumvi ikiwa chumvi itaharibika? Kazi kuu ya chumvi ni kuhifadhi vitu visiharibike. Ukitia kwenye samaki chumvi, samaki wako hawezi kuoza. Ukitia chumvi katika nyama haiwezi kuoza. Sasa wanawazuoni wameitwa ni chumvi ya nchi. Kazi yao wanatakiwa wailinde nchi na wananchi, waprotect watu wasiharibike, wasioze. Wakiharibika wao, chumvi imeoza, niambieni sasa nani tena atalinda nchi na wananchi kwa ujumla? Hotuba yangu naihitimisha kwa kusema ya kuwa, naomba niruke ili nisiwakere sana. Hotuba yangu nahitimisha kwa wito kwa serikali na vijana wetu kwa ujumla. Serikali, kama ambavyo kuna pahala nimesikia kwenye Biblia inasema mamlaka yoyote iliyopo duniani imetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna kinachofanyika bila ya matakwa ya Mungu. Mungu kama hataki uwe kiongozi hui, hataki uwe muumini hui, hataki uwe mwema hui. Vitabu vya wenzetu vinasema kila mamlaka yanatoka kwa Mungu, na sisi tunaambiwa ndani ya Qur'ani mumtii Mungu na mtume na wenye mamlaka juu yenu. Serikali, tunajua kwamba serikali imeunda tume. Binafsi nina imani na hiyo tume binafsi. Sasa una haja ya mishipa kutoka na povu. Wewe kama una imani tambaba, kwa sababu ni watu ambao wanaijua sheria, waliwahi kushika nyadhifa mbalimbali katika nchi, ni majaji wastaafu, na kila mtu ana maarifa yake na elimu yake. Hii elimu ya dunia ambayo tunasema ndio mpango mzima na sio ya dini, wale wote waliochaguliwa ile tume ile, wote wameenda yupi ni shule zenu hizo za wakoloni. Ombi langu linalowezekana leo lisicheleweshwe kesho. Nini maana yangu? Tume iende haraka iwezekanavyo, na huku kimtanguliza Mungu na kumtegemea Mungu na kumwomba Mungu, ifanye utafiti ambao imepewa na serikali na itupatie majibu haraka, tuweze kujua nini tatizo, wapi tulipojikwaa, wapi tulipodondokea. Kisha serikali kama imepewa dhamana na Mungu, ifanye haraka sana itatue changamoto zote hizi ambazo italetewa na tume. Sababu serikali nayo siku ya kiyama itakuja kusimamishwa katika mahakama ya Mungu. Kila aliyepata uongozi kwa kupitia koshina sijui serikali ya mtaa, uongozi wowote, hata mimi ni kiongozi wa dini yetu tukufu ya Uislamu, kila mmoja wetu atasimamishwa katika mahakama ya Mungu na kuulizwa
Kisha serikali ijitahidi itatue changamoto za vijana, changamoto za Watanzania. Siwezi kuiambia serikali iridhishe watu. Kuridhisha watu ni kilele kisichofikika. Mungu mwenyewe haridhishi wote, hawamridhii wote. Ifanye haraka sana serikali zibe mianya kabla ya kujenga ukuta. Mwisho kabisa, vijana wetu wapendwa, ambao sasa hivi kuna lugha inatumika kuwaita majenzi, sijui watoto wa 2000, lakini watoto wetu tunawapenda. Na wengi wao wanaheshimu, wengi ni wachache tu waliokosa adabu, watu wanatukana watu. Na wengi wao wana imani. Vijana wetu, kumbukeni ya kuwa Watanzania ni ndugu. Na vita hivi vinavyoendelea ni vita vya wenyewe kwa wenyewe. Vikipamba moto hakuna atakayepona. Unaweza kushinda wewe, lakini shangazi yako akawa muhanga akafa. Mamako mzazi akawa muhanga akafa. Sote tuna lengo ya kuangalia maslahi ya nchi. Waswahili wanasema sote tunajenga jengo moja. Kuna haja gani ya kugombania vito? Nchi hii vijana inapigiwa mfano sana duniani kote. Msiwe chanzo cha nyinyi nchi kuharibika. Kwa sababu kama duniani hamna haki, na mahakama nyingi za duniani hazitendi haki, na majaji wengi duniani hawatendi haki, jaji mkuu mbingu ya 7 anatenda haki kupita maelezo. Anasema wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako mlezi hatumdhulumu mtu yote siku hiyo. Sote tutasimamishwa katika mahakama ya Mungu. Bwana Mtume anasema kila mtu ataulizwa mambo 4. Umri wako ulitumiaje? Ujana wako ulitumiaje? Elimu yako, maarifa yako ulitumiaje? Mali yako ulichuma vipi na ulitoa vipi? Vijana mumo humu ndani. Vijana wetu, wakati mnadai haki, mkae mkifahamu kwamba Tanzania ni katika mataifa machache duniani iliyokombolewa na wazee wetu, tena Waislamu ndio wengi. Ili nalisema kifua mbele. Asilimia zaidi ya 90 ngapi waliosimama na Mwalimu Nyerere ni viongozi wa Kiislamu, mashehe na wazee wetu. Historia haiwezi kujificha. Ni katika nchi chache duniani iliyokombolewa na kugombolewa kutoka katika mikono ya mzungukeni bila kumwaga damu. Sasa dakika za mwisho wa sisi kuelekea kwa Mungu sio sababu ya kumwaga damu. Kwa sababu Mtume Muhammad anasema kesi ya kwanza siku ya kiyama itakayomburuma katika mahakama kuu ya Mungu ni kesi ya umwagaji wa damu. Daini haki. Kila siku nasemaga katika mimbari hii, usiwazuie vijana kudai haki. Kwa sababu kudai haki ni haki. Lakini angalieni namna nzuri ya kudai haki zenu, na mziweke wazi haki zenu. Wakati mnadai haki, hakikisheni amvunji na haki za wengine. Sio vijana wote hili wanalizingatia. Wakati mnadai haki, zingatieni, kweli makini, chungeni, msije mkavunja haki za wengine. Ikiwa kwenye kuliendea haki mkavunja haki za watu mbalimbali, mtakuwa nyinyi sio kweli na sio watafuta haki. Mtafuta haki atampa kila mtu haki yake, na atampa kila mtu amani, na huko amekamata bendera ya haki, anahakikisha mpaka haki inapatikana. Mwisho kabisa, nchi hii imejengwa juu ya umoja, upendo, mshikamano baina ya watu wake. Tuachane na ubaguzi wa aina zote. Tuachane ukabila, ukanda, itikadi,
na mpaka masuala ya dini. Mimi ni shekhi, kwa mujibu wa dini yangu, dini yetu ndio dini ya haki, maana yake dini sahihi, imenyoka, imetoka kwa Mungu, haina longolongo. Hilo nalisema wazi kwamba Uislamu ndio dini ya kweli, zote zilizobakia ni kamba tu. Sijamtaja mtu dini ziko nyingi. Ni pamoja na hayo, ili tuishi katika ulimwengu huu tusibaguane kwa namna yote, tuvumiliane. Hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi na watu mbalimbali na aliwavumilia na wao wakamvumilia. Yoyote atakayeipenda hotuba yangu, shauri lako. Asiyeipenda hotuba yangu, shauri lako. Atakayevunja haki yangu na mimi, tasimama naye katika mahakama ya Mungu siku ya kiyama, siku ya haki, siku ya hukumu kuu. Naomba kuwasilisha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم إنا نسألك الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في الجسد. اللهم اجعل تنزانيا بلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم باعد بيننا وبين إبليس والشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احفظ تنزانيا من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بك جميعا أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.